Siku za nyuma tu hapo nimekuambia kuhusu CRWA na leo nataka nikufafanulie kidogo kuhusu CRWA kwa sababu watu wameuliza, kwa hiyo nijibu kwa ujumla. CRWA umuhimu iko hivi. Kwa mfano, wewe uko Tanzania, unaishi nchini Tanzania na unataka umiliki nyumba au kununua hisa za kampuni ya Apple. Vitu hivi kwa njia ya kawaida havipatikani nchini Tanzania. Kwa hiyo ambao uko Dar es Salaam huwezi, ni ngumu kununua nyumba ambayo iko Uingereza, haiwezekani, au kuwekeza kwenye stock market ya Marekani. Hiyo ni kitu ambacho hakiwezekani. Kufanikiwa yote lazima uwe kwenye nchi husika na inaruhusiwa kufanya hivyo. Sasa CRWA inakuja kuwa game changer kivipi? Wewe uhitaji kuwa kwenye nchi husika ambayo hisa zinapatikana, bali kampuni husika inafanya hisa zake, zinaifanyia tokenization hisa zake, au kama ni nyumba ambayo iko Uingereza, mmiliki wa ile nyumba anaifanyia tokenization ile nyumba, na inawezekana wewe hauna kipato cha kununua nyumba nzima. Kwenye CRWA nyumba ikishafanyiwa tokenization unaweza ukamiliki kipande kidogo cha nyumba. Kwa hiyo wewe una umiliki wa nyumba ambayo iko Uingereza kwa njia ya tokenization, yani kwa njia ya token, kwa sababu ile nyumba inakuwa imefanyiwa tokenization. Hivyo hivyo hata kama ni kampuni ambayo imefanya hisa zake kuwa tokenization, zipatikane kwa mfumo wa token. Kwa hiyo wewe ulioko Tanzania, kwa hiyo haijalishi nchi iko wapi, mradi tu na access kwenye software yote ambayo unatumia ya CRWA, unaweza ukanunua stock za Apple kwa kupitia mfumo wa token. Kwa hiyo unakuwa unamiliki token, ni sawasawa umemiliki stock, yani sawasawa umemiliki share. Vivyo unaweza ukanunua nyumba ambayo hauko physical nayo, wewe ikiwa iko Uingereza, unaponunua zile token, kwa hiyo unakuwa umemiliki nyumba, yani unakuwa una umiliki wa nyumba. Sasa mfumo katika hapo ambao nimeweza kuzitumia, kwamba mfumo wa CRWA ni kama vile nyumba, watu wana share, una dola kadhaa, una dola kadhaa, una dola kadhaa, si wote tunamiliki nyumba. Ile nyumba tunaipangisha, hauhitaji uwe kuwepo, ile nyumba inapangishwa, alafu mnakuwa mnapewa faida. Hata hivyo hivyo kwenye magari, kwenye dhahabu, unaweza ukanunua gari ambayo wewe haupo, na gari hile ikawa inafanya kazi na faida ikarudi kwako. Vile vile hivyo hivyo kwenye stock, unaweza ukanunua stock kwa njia ya token, ukazimiliki na ukawa unapata update kuhusu stock, kampuni, mwenendo wa kampuni. Kwa huo ndo mfumo wa CRWA. Yenyewe inakata ule mnyororo wa kuweka boda ya nchi hadi nchi, kwa sababu crypto ni mfumo ambao haumilikiwi na serikali au kampuni yoyote, unafanya kazi kwa watu wote. Kwa hiyo wewe unapokuja mfumo ule wa crypto, kwa hiyo unakuwa